Mtazamaji, inaelekea saa 1 saa za Afrika ya Mashariki popote ulipo, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 23 mwezi wa 12 ukipenda Disemba 2013. Hujambo, karibu kwenye taarifa za ambazo tumeweza kuzikusanya siku hii ya leo, yani taarifa za KTN leo. Tuanze na vidokezo. Sasa mawimbi ya kidijitali yataanza kufunguliwa rasmi na kutumika baada ya mahakama kuu kutupilia mbali kesi. Shughuli katika hospitali za rejea polepole huku wahudumu wa bonde la ufa wakisimama kidete na mgomo huo. Usimamizi wa kaunti ya Turkana yaanza kugawanya chakula cha misaada kwa waathiriwa wa baa la njaa. Na wanajeshi wa serikali watumwa kuchukua udhibiti wa miji miwili iliyochukuliwa na waasi Sudan Kusini, huku wa Kenya 1600 wakikwama. Na mtazamaji, basi karibu kwa taarifa kamili. Niite Manzu. Sasa Wakenya hawana budi la kuhamia ule mfumo mpya wa kupokea matangazo na vipindi vya televisheni kupitia teknolojia ya kisasa inayotumia mawimbi ya dijitali. Jaji David Majanja alitoa uamuzi huo katika mahakama kuu ya Nairobi na kuongezea kusema kwamba ombi la wamiliki wa vyombo vya habari kutaka kuongezewa muda wa siku 30 zaidi halina msingi wowote. Ameongezea kusema ni mabadiliko ambayo yanayofanyika ulimwenguni kote na Kenya basi haina budi la kufuata mkondo huo huo. Frank Otieno anaarifu zaidi kutoka mahakama kuu hapa Nairobi. Jaji David Majanja alifika mahakamani saa 6 kamili ya dhuhuri kutoa uamuzi uliokuwa kusubiriwa kwa hamu na mawakili wa vyombo vya habari Standard Group, Royal Media na Nation Media, ambao kupitia kwa mawakili Paul Mwite na Isa Mansour walitaka mahakama kutoa muda zaidi ya utekelezaji wa mfumo wa dijitali, wakisisitiza kwamba sheria haikufuatwa kuwanyima leseni ya kutangaza moja kwa moja kwa dijitali. Jaji Majanja alisema kwamba swala la dijitali lilianza mwaka 2006 na kudokeza kwamba vyombo hivyo vya habari havina sababu za kutosha kukataa mchakato ambao wao wenyewe wamekuwa wakichangia kufanikishwa kwake. The Media Owners Association seeking to postpone the switch of date is self-serving, particularly given their participation in the process. Kwenye mawasilisho yake, wakili Paul Mwite alitaka mahakama kuzingatia hasara watakazokumbana nazo wamiliki wa vyombo vya habari ikiwa Wakenya watafungiwa nje ya kutazama matangazo na vipindi vya televisheni, hali ambayo haitavutia matangazo ya biashara, hii ikiwa chanzo kikuu cha mapato ya chombo chochote cha habari. Hata hivyo, jaji alisema lisilobudi hutendwa. Members of the MOI expressed their concern on why the date was not suitable in view of the fact that the advertising business, which peaks in early December, may be affected. Jaji Majanja aliamua tume ya mawasiliano nchini CCK ina mamlaka ya utoaji wa mawimbi ya dijitali kwa vituo vya televisheni vinavyouza mawimbi ya dijitali. Licha ya wakili Paul Mwite kuomba muda wa siku 30 zaidi kuzimwa mawimbi ya analogi, mawakili wanaowakilisha kampuni za kuuza mawimbi hayo ikiwa ni kampuni ya Cynet Kenya Limited, StarTimes Media, Pan Africa Network Group na GoTV Kenya Limited walimtaka jaji kutupilia mbali ombi la wakili Mwite. The petition is therefore dismissed with costs to the respondents and second interested party. Hatimaye mwisho wa kikao hicho kilichodumu saa zaidi ya 2, mawakili wa kampuni hizo walionyesha tabasamu. Wakaaji wa Nairobi sasa ndio watakuwa wa kwanza kuangukiwa na mtihani mgumu wa kuzimiwa televisheni zao ikiwa hawatanunua mitambo inayohitajika. Jaji David Majanja alitoa uamuzi wa kusema kwamba sasa ni sharti Kenya iende kwenye mfumo wa kutangaza au kupeperusha matangazo ya televisheni kwa njia dijitali. Na licha ya kwamba wakili Paul Mwite anayewakilisha vyombo vya habari alisema kwamba angependa apewe siku 30 kwa ajili ya shughuli hiyo kufanikishwa, jaji alisema kwamba kuahirisha mambo kama hayo sio suluhu. Frank Otieno, KTN leo katika mahakama ya Milimani, Nairobi. Asante sana Frank Otieno. Kwingine kwa mtazamaji, idadi ndogo ya maafisa wa afya imeonekana kuanza kurejelea majukumu yao katika hospitali kadhaa za serikali kote nchini, lakini wahudumu wenzao kutoka upande wa bonde la ufa wamejitokeza na kusema wenzao walilazimishwa kukubali mkataba wa maelewano wa kurejea kazini. Mwanahabari Hussein Mohamed anatupa taarifa hiyo kwa kina.
Wiki mbili baadaye, taswira tofauti inazidi kudhihirika katika maeneo mbalimbali nchini kufuatia mgomo wa wahudumu wa afya katika hospitali kuu ya Eldoret ile ya Moi Referral. Wahudumu waliajiriwa na serikali ya kaunti 17 ndio wanatekeleza shughuli katika hospitali hiyo. Hii ni baada ya chama cha wauguzi nchini NAN kutangaza kuwa watatisha mgomo mpya hivi karibuni. Sasa muungano wa wahudumu wa afya kule Bonde la Ufa pia wamejitokeza na ukairi kuwa wawakilishi wao walilazimishwa kuweka sahihi mkataba wa kurejea kazini. We acknowledge this return to work formula has been signed. It is legal and binding to all healthcare workers, and we have appealed to our healthcare workers to resume duties because of this document. However, we must be clear that the healthcare workers are going back to duties demoralized, demotivated and happy. Huku sehemi za kukinzana zikizidi kutolewa na baadhi ya viongozi humu nchini, kule Nakuru gavana wa Bomet alitokeza kuna jamaa fiche ya wizara husika kutokubali masuala ya ugatuzi. Ile maneno ya mahospitali sio ya madaktari, ni mambo ya wakubwa ambao wamezoea kula pesa ya madawa. Sio ya madaktari. Kuna kesi imepelekwa kotini na mimi ninajua mahali hiyo plaint iliandikwa. Na kutoka mahakamani, mwanaharakati Okiya Omtata alifika katika mahakama kuu na kuwasilisha kesi na wataka kusitishwa kwa shughuli ya ugatuzi. Haya hali ya kawaida ikirejea katika maeneo tofauti. Wagonjwa walifika katika hospitali ya Nyahururu huku wauguzi na madaktari wakionekana kuendelea na kazi yao kama ilivyo ada. Hussein Mohamed, KTN leo, Nairobi. Kwingineko mtazamaji, bwana mmoja mwenye umri wa miaka 36 kutoka kaunti ya Murang'a anatafutwa kwa udi na uvumba na idara ya polisi kwa madai ya kumuua nduguye wa kiume. Inasemekana mshukiwa huyo kwa jina la Benson Manyeki ameingia mafichoni baada ya kumuua ndugu yake Julius Karanja kufuatia mzozo katika nyumba yao. Kwingineko katika mtaa wa Kanan, kaunti ya Kisumu, miili ya mtu na mke wake imepatikana kwenye nyumba wanayoishi. Tukio hilo la kikatili limetokea katika kijiji cha Kiamara, kaunti ya Murang'a, wakati mshukiwa huyo alipodaiwa kumuua nduguye kwa kutumia panga. Nikaambiwa na watu wengine hapa, kaniambia, "Hey, unajua ndugu yako aliuawa kweli. Amepelekwa wapi?" Kwa Murang'a Moshari. Nikaambia wacheni nifike kwa nyumba. Sasa kufika hapa nikakuta kweli ni ukweli ati ameuawa. Wakiwa na huzuni na mshtuko uliokuwa kwenye nyuso zao, familia hiyo inajaribu kuvuta taswira ya kitendo cha ukatili. Kulingana na familia, muathiriwa Benson Manyeki alimfuata nduguye Julius Karanja akitaka kujua jaribio lake la kutaka kuvamia nyumba ya mama yao. Akiwa na hasira, nduguye huyo alimtoa mbio na kumkamata huku akimshambulia kwa panga na kumharibu uso na kichwa. Nilipata habari kutoka kwa raia ati ndugu yake ndiye walikuwa wanapigana na ndiye aliumiza yeye, lakini tulipata kama ameaga dunia tayari. Wakati huo, mama ya watoto hao Margaret Wanjiku mwenye umri wa miaka 76 alijaribu kumnusuru mshukiwa huyo akidai mtoto wake alishambuliwa na majambazi, jambo ambalo halikusadikiwa na chifu wa eneo hilo. Hata kama mtu wako na vitendo vibaya, anatakiwa tu kuripotiwa ndio tuweze kusaidia hiyo familia. Polisi imeanzisha uchunguzi utakaopelekea kukamatwa kwa mshukiwa huyo Benson Manyeki ambaye ni baba ya watoto 9. Nako huko kaunti ya Kisumu katika mtaa wa Kanana, wenyeji waliamkia tukio la kustaajabisha ambalo mtu na mkewe walifariki wote. Miili ya wapendwa hao kwa majina George Ochieng aliyekuwa na umri wa miaka 49 na Florence Odero wa miaka 46 ilipatikana kwenye sakafu ya chumba chao asubuhi ya leo. Kulingana na jirani yao mmoja, wawili hao wamekuwa na mzozo wa kinyumbani kwa muda mrefu kabla ya nyumba hiyo kuchomeka kwenye kisanga cha usiku. Polisi inaendelea na uchunguzi wake. Na taarifa za kusikitisha hizo kutoka vijijini. Ikiwa bado tuko katika masuala ya kaunti mbalimbali, tuelekee kaunti ya Turkana ambako serikali ya kaunti ya Turkana sasa imeweza kuwafikia wakazi wake ambao wanaotaabika na ukosefu wa chakula katika sehemu za Nakalale na Kalapata. Msimamizi wa masuala ya baa la njaa na maafa mengine kaunti ya Turkana, Charles Lokioto, aliongoza msafara wa misaada hiyo. Mohamed Mahmud anaarifu zaidi.
Baada ya ripoti za tishio la baa la njaa kuwakabili wenyeji wa Turkana kuwafikia usimamizi mkuu wa kaunti hiyo imechukua hatua za dharura. Miongoni mwa sehemu zilizoathirika zaidi ni za Nakalale, Kerio na hata Kalapata, ambako wenyeji wameripotiwa kukabiliwa na ukosefu wa chakula. Kupitia afisi ya msimamizi wa majanga, kaunti ya Turkana imepokea vyakula vya msaada kwa wakazi wa sehemu zilizoathirika. Watu wanaoishi na ulemavu pia walisaidika katika mpango huu, hususan katika vijiji vya Nakwamwekwi na Kanamkemer, Turkana ya Kati. Wasimamizi wakuu wa kaunti ya Turkana wamewataka wasamaria wema kujitokeza na kuwasaidia na misaada ya vyakula kwa waathiriwa hao. Mohamed Mahmud, KTN. Na mtazamaji, tumekuwa tukisubiri taarifa ama picha ambazo tumezipata hivi awali kutoka Sudan Kusini kuambatana na kile kinachoendelea, lakini kwa bahati mbaya mwanahabari mwenzangu ndio yuko njiani yuaja, lakini sio ati hatujatayarisha taarifa. Zaidi ya Wakenya 1500 tumearifiwa kwamba wamekwama katika mji wa Bor katika jimbo la Jonglei, ambako wanajeshi wa Sudan Kusini kwa sasa wanajiandaa kupambana na waasi wa kijeshi ambao wameuteka nyara mji huo. Ni Wakenya 10 pekee ambao wameweza kufaulu kuokolewa katika mji huo na kikosi cha Umoja wa Mataifa. Baadhi ya Wakenya hao wanasema kuwa baadhi yao wamekuwa wakivamiwa baada ya serikali ya Kenya kuwatumia misaada ya maji na chakula. Rais wa taifa hilo Salva Kiir leo alitangaza bungeni kuwa jeshi lake liko tayari kukomboa mji huu ambao ulikuwa na mgogoro chini ya mikono ya waasi wa serikali. Zaidi ya Wakenya 1500 wamekwama mjini Bor katika jimbo la Jonglei, ambako wanajeshi wa Sudan Kusini wanajiandaa kupambana na waasi wa kijeshi waliouteka mji huo. Wakenya 10 pekee wameokolewa kutoka mji huo na kikosi cha Umoja wa Mataifa na wamefikishwa humu nchini. Wakenya hao wanasema kuwa baadhi yao wamekuwa wakivamiwa baada ya serikali ya Kenya kutuma misaada ya maji na chakula, hasa ikizingatiwa kuwepo kwa uhaba wa chakula eneo hilo la Bor. Rais wa taifa hilo ametangaza bungeni kuwa jeshi lake liko tayari kuukomboa mji wa Bor uliokuwa na mgogoro chini ya mikono ya waasi wa serikali. Tangu vita kuanza Sudan Kusini wiki jana, hali ya ukosefu wa usalama inazidi kudorora, huku jeshi la serikali ya Sudan Kusini likitangaza kuwa mji wa pili wa Bentiu ulio na utajiri wa mafuta katika jimbo la Unity umeangukia mikononi mwa wapiganaji wanaoungwa mkono na makamu wa rais aliyestaafu Riek Machar. Ndege 2 za kijeshi zimefika mjini Juba na kuokoa takriban Wakenya 90 wanaotarajiwa kuingia humu nchini usiku wa leo. Vita nchini Sudan Kusini vilianza pale Rais Salva Kiir kutoka kabila kubwa nchini humo la Dinka alipomfuta kazi naibu wake Riek Machar kutoka kabila la Nuer na kusababisha tuhuma za kupendelea upande mmoja. Mohamed Mahmud, KTN leo. Mtazamaji, basi tukiachana na taarifa ama mgogoro huo ambao unaendelea hivi sasa Sudan Kusini, turejee hapa nchini. Na je, unafahamu kuwa mgoga, ndio nazungumzia mgoga ambao unajulikana kwa lugha ya Kiingereza kama seaweed kwa kimombo, yani inaweza kuwa chakula kitamu, bomba na cha kukuridhisha wakati huu wa sherehe za Krismasi na hata mwaka mpya. Au labda wewe ni unawazia tu kuguguna mifupa na kung'afua minofu ya nyama, kuku, samaki na vitoweo vingine. Leo basi tunaangazia aina ya magugu ya baharini kule kisiwa cha Wasini, ambayo ni mboga ambayo inayopendwa mno na wakazi na hata wageni. Inaitwa mboga kokoni. Mandhari ya matumbawe yani Coral Garden katika kisiwa cha Wasini ni sehemu ya bahari ambayo kwa sasa haina maji. Ili kutizama mazingira haya sharti utozwe ada, lakini kwa masharti zaidi kwamba utapitia tu daraja bila kukanyaga ardhi, kwani ujani ubichi unayoona ni aina ya magugu maji yanayomea kivyake baharini, lakini kwa wakazi wa eneo hili wametambua kwamba ni mboga spesheli. Maji ya chumvi vile vile nayo ndio yanayootesha, wala haitaki mbolea, haitaki chochote, hailimiwi, haifanyi lolote, inakuja tu wenyewe. Hapa kina mama hawa wanazivuna, sinabudi kuwauliza maswali, wanayavuna vipi wakati maji yamejaa? Pia tunaingia maji yake si mengi sana, haijai sana, haiwezi kufinikiza mtu sana. Pia ukiwa unataka unakuja vile vile, au unasubiri maji yakitoka utatoa mboga.
Hatua kwa hatua, wenyeji wetu wanatuelezea jinsi ya kupika mboga kokoni, kuchemshwa kwa maji mengi mara 2 ili kuondoa chumvi nyingi za baharini kabla ya kukaangwa kwa viungo mbalimbali ambapo nazi ni lazima. Kama ninavyokuambia, na gharama yataka nazi nyingi, yataka tomato na matunguu, na mpishi bora pia lazima awe. Kuna wengine wapika lakini haipikiki. Katika hoteli ni mboga inayoagizwa kwa wingi, si na wakazi tu bali hata wageni wanaozuru, miongoni mwao watalii kutoka ughaibuni. Sifa mboga ni fresh mwanangu, kwa chapati, kwa wali, hata sikusifii, afadhali ungejaribu. Kama ni tamu tutaendelea, nawe pia tutakaribisha, lakini kwanza kuonja. Karibu. Ni tamu na ni mzuri. Ni kama mboga nyingine ya majani ambayo yajenga mwili, yatia nguvu. Mandhari haya ya kupendeza hayajajulikana fika kwa sababu yamefichika kwenye visiwa ambavyo pia havijajulikana kwa upana. Nazungumzia kisiwa cha Wasini. John Juma, KTN, kisiwani Wasini. Naam, asante sana John Juma. Nakula lakini mwili uko pale pale, mtazamaji. Vile vile John Juma amesema nikukumbushe kwamba kisiwa hicho cha Wasini ndio kisiwa cha mwisho kati ya Kenya na taifa la Tanzania ambacho watu wanaishi upande huu wa Kenya. Ni kisiwa ambacho kina vijiji viwili peke yake, na nadhani pia idadi ya watu katika maeneo hayo huwa inakisiwa watu 4,000 hivi. Wengi ama idadi kuu ya watu hao ambao wanaishi sehemu hiyo ni wavuvi. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo, na taarifa ninazozipokea hapa ni kuhusiana na masala ya kesi ya ICC na umhusu Rais Uhuru Kenyatta. Nadhani unafahamu kwamba kiongozi wa mashtaka Fatou Bensouda hapo awali alitoa ombi kwa serikali ya Kenya ili kutaka kujua akiba ya rais inaendeshwa vipi na iko na nini. Taarifa tunayopokea hivi sasa kutoka afisi ya mkuu wa sheria hapa nchini Githu Muigai ni kwamba wamekataa ombi hilo, na wanasema kwamba sheria za Kenya haziruhusu kutoa siri za watu kama hao wakuu katika ama kupeana iwe kama ushahidi. Ni taarifa ambayo mwenzangu Samu Gina atakuletea kwa lugha ya Kiingereza kwenye taarifa zetu za mwendo wa saa 3. Naendelea kutazama taarifa za KTN leo. Basi wacha ni bukie tama la maji kidogo, manake mate amenijaa mdomoni. Tarudi na taarifa zaidi, usiende mbali. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno kivangaito. Neno hili linamaanisha fujo, ghasia au vurugu. Mfano katika sentensi: Wakenya wengi wameanza kurejea nchini kutoka Sudan Kusini kutokana na kivangaito cha mapigano wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Naam, karibu tena mtazamaji, tuangalie taarifa nyingine ambazo tumekuandalia hii leo. Kwa baadhi yetu basi tumeweza tu kusoma katika vitabu vya historia kuhusiana na makavazi ya karne za kitambo, hasa yale ambayo viumbe wa kwanza maarufu kama Homo erectus waliweza kugunduliwa. Mwanahabari Hussein Mohamed basi anaarifu kuhusu baadhi ya vifaa ambavyo walivyotumia na matumizi yake katika makavazi ya Kariandusi. Historia Afrika Mashariki, hususan taifa la Kenya, mabaki ya viumbe mfano wa sokwe waliishi miaka milioni 20 iliyopita. Uchunguzi wa ziwa Turkana unaonyesha kuwa viumbe aina ya Homo habilis na Homo erectus huenda ndio kianzilishi cha vizazi wa viumbe wa sasa Homo sapiens walioishi nchini Kenya, huku bonde la Ufa ukiwa ndio upeo wa uvumbuzi huo. Katika kaunti ya Nakuru tulipata mahala ambapo utafiti huo wa viumbe wa kwanza uling'oa nanga. Viumbe walioishi takriban miaka 700,000 hadi milioni 1.4 iliyopita. Bango hili la Kariandusi linakaribisha katika makavazi haya ambayo hayajabadilika tangu yalipoachwa na viumbe Homo erectus. The only site that exhibits the Stone Age tradition in situ. As what I mean is that where the discovery was done.
Uvumbuzi huu ulifanywa mwaka wa 1928 na mtafiti maarufu Daktari Louis Leakey, dhihirisho ikiwa ni vifaa hivi ambavyo walitengeneza na kutumia katika shughuli zao za kuwinda. You see it has a sharp point and a rounded butt. They are known as hand axes because prehistoric people were not fitting it to any handle. They were probably holding them directly this way. And they were used or probably used to extract roots underground, to dig up edible roots. Wapindaji hawa hawakusaza lolote hata baada ya kuunda vifaa vyao. What we refer as flakes, like this one now. So flakes were also applied in more delicate work like skinning. They use the flakes to remove the animal skin. Kulingana na uchunguzi wa awali wa kiakolojia, viumbe wa kwanza waliishi hapa kabla ya maji ya mito Nakuru, Naivasha na ile Elementaita kujaa pomoni, na ikawabidi wao kuzika vifaa vya erectors kwa haraka na kuondoka mahali hapo. Halikadhalika, eneo hili la Kerendusi lina umaarufu wa uchimbaji wa madini aina ya diatomite. Hussein Mohamed, KTN leo. Polisi katika kaunti ya Mombasa wanamzuilia jamaa mmoja ambaye amejisalimisha mwenyewe kituoni akihofia maisha yake yamo hatarini na kudai polisi wamemhusisha na tuhuma za ugaidi, hasa yale machafuko ambayo hutokea mara kwa mara katika mtaa wa Majengo huko Mombasa. Mkuu wa upelelezi sehemu hiyo Gabriel Nyaga amesema wangali wanamhoji mshukiwa mwingine zaidi kubaini uraia wake, ikiwa ni yeye anayetafutwa au ikiwa majina ndiyo ambayo yamefananishwa. Afisa Nyaga amethibitisha kuwa polisi wanapekua na kufanya msako chini kwa chini katika mtaa wa Majengo huko Mombasa, ambapo visa vingi vya vurugu viliweza kushuhudiwa. Hata hivyo, alichelea kutaja majina au idadi ya vijana hao ambao wameshikwa. For several youths who have caused chaos in the past, and we just want to establish whether they are in any way, whether they have committed any offense. It's just normal police investigations, specifically those who are causing violence, and we want to put some order in Majengo Estate. Mtazamaji, hizi ni taarifa za KTN leo. Napumzika, lakini baadaye kidogo tutaingia katika meza ya michezo na tuone tuna yapi ambayo tumeandaliwa na Hassan Juma. Karibu tena mtazamaji. Timu ya KPA ndio mabingwa wa mpira wa vikapu upande wa kinadada humu nchini baada ya kuwalaza USIU kwa alama 60 kwa 55. Hivi ndivyo mambo yalivyojiri katika ukumbi wa Nyayo hapa jijini Nairobi muda mfupi tu, manake ni taarifa ambayo tumeweza kuipokea hapa studio. Na basi mtazamaji mpendwa, kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Kwa niaba ya wenzangu ambao wamefanikisha taarifa hizi, tukutane kesho panapo majaliwa yake Muumba. Niite Manzu, kwa heri.